Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, tuna waheshimu wanazuoni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya kuwa ni warithi wa mitume wenye kutuongoza na wenye kutukumbusha namna gani tunaweza kufika salama mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Na wapo wanazuoni wengi sana wamejitahidi katika kuelimisha umma wa Kiislamu, lakini leo tunamwangalia mwanazuoni ambaye kupitia hikma zake, kupitia mafundisho yake ameacha athari kubwa sana katika umma wa Kiislamu, ambaye si mwingine ni Sheikh Muhyiddin Muhammad ibn Ali ibn Arabi radhiyallahu anhu. Sheikh Ibn Arabi alizaliwa mwaka 560 katika mji wa Murcia katika eneo la Al-Andalus ambalo kwa sasa ni sehemu ya nchi ya Hispania, na alifariki mwaka 638 Hijiria. Alikuwa ni mwanazuoni wa Kiislamu, mwana tasawufi, mwandishi, mwana falsafa wa kiroho, na pia alikuwa ni mshairi mkubwa sana. Sheikh Ibn Arabi alikuwa na shauku ya kutafuta elimu tangu akiwa kijana. Elimu haikumfuata, bali yeye alifuata elimu. Hakuishia kusoma katika mji mmoja, bali alisafiri katika miji mbalimbali kuweza kutafuta elimu kwa wanazuoni ambao walikuwa wakipatikana katika zama zake. Alisoma Qur'ani, alisoma hadithi, alisoma lugha, fiqhi pamoja na masomo mengine ambayo yalijaza elimu yake. Katika safari yake ya kutafuta elimu ya tasawufi, alipohamia mji wa Qurtuba, alifanikiwa kukutana na mwanamke mwema, mwanamke ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia kuwa na maarifa ya kiroho, ambaye alikuwa akiitwa Bi Fatma binti al-Muthanna al-Qurtubiyya, ambaye huyu alikuwa ni miongoni mwa walimu wa Sheikh Ibn Arabi katika upande wa kiroho. Mji huu wa Qurtuba ulikuwa ni mji ambao umekusanya wanazuoni mbalimbali wenye fani mbalimbali. Ni mji ambao ulikuwa na maktaba kubwa yenye vitabu mbalimbali ambavyo vimekusanya fani tofauti tofauti. Bi Fatma binti al-Muthanna al-Qurtubiyya alikuwa ni miongoni mwa wakazi katika mji huu wa Qurtuba, ambaye Sheikh Ibn Arabi amemsifu mwalimu wake katika kitabu chake cha Ruhul Qudsi kwa kumsifu kwamba alikuwa ni mwanamke ambaye mcha Mungu, mwanamke ambaye yupo karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, mwanamke ambaye ana malezi mazuri ya kiroho. Lakini pia kuna maneno ambayo Bi Fatma aliyatamka kumhusu Sheikh Ibn Arabi, ambayo maneno hayo Sheikh Ibn Arabi ameyakusanya na kuyaweka katika kitabu chake cha Ruhul Qudsi ili tuweze kupata funzo kupitia safari yake ya kutafuta elimu. Je, ni maneno gani ambayo Bi Fatma aliyasema kumhusu Sheikh Ibn Arabi?